sisi kama PPRA tunajivunia sana kupokea maelekezo au maono ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye amekuwa akituongoza kuhakikisha kwamba ununuzi wa umma hauishi tu kwa wafanyabiashara wakubwa, bali iwafikie nyinyi ambao mpo hapa. Kupitia uongozi wake, Daktari Samia Suluhu Hassan alielekeza sheria ya ununuzi wa umma ifanyiwe kazi, na mwaka 2023 sheria mpya ya ununuzi wa umma ilipelekwa bungeni na kupitishwa na kanuni zake za mwaka 2024. Sasa sheria ya ununuzi wa umma mwaka 2023 inasema imezielekeza taasisi nunuzi, yani taasisi zote za serikali zitenge 30% ya bajeti zao, na sio kutenga tu na kutekeleza, kwamba hiyo 30% itengwe kwa vikundi vya wanawake, vijana, wazee na walemavu. Kwa hiyo nachokuja kusema mbele yenu nyie wakina mama kwamba sheria hii imewapa fursa, na tunapozungumzia 30% tunamaanisha nini? Serikali yetu tunapokuwa tunafanya bajeti ya serikali, sasa bajeti ya mwaka huu ni trilioni 56.5. 30% tunazungumzia zaidi ya trilioni 25 mpaka 30. Ndio ambacho tunatakiwa tukitenge kwa ununuzi wa umma ni 70% ambao ni trilioni 25-30. Na kati ya hiyo 30% ina maana tunazungumzia sio chini ya trilioni 4 au 5 ambazo zimetengwa kwa vikundi vya kina mama, wanawake, wazee na walemavu. Na nikwambieni, hii sio ile 10% ya halmashauri. Hii ni kwa ajili ya ununuzi wa umma. Kwa hiyo tunaweza kushirikiana sisi PPRA au taasisi za umma na wadau wa maendeleo kuweza kufanya nachoweza kusema labda tuseme one stop forum, yani jukwaa kama hili, tukakutana wote, tukutane na sisi PPRA, tukutane vile vile na TRA, tukutane na mamlaka inayosimamia leseni kama BRELA, ili hawa wadau wa maendeleo waweze kufanya ufadhili wa forum kama hizo kukutana na tuweze kuwapa elimu. Lakini sio tu kuishia elimu. Sisi ambacho tunataka tuweze kuwasajili nyie katika vikundi ili muweze kufanya biashara ya serikali. Sababu serikali iko tayari kufanya biashara yenyewe. Lakini kama alivyosema kamishna mkuu hapa ni kwamba ili uweze kufanya biashara na serikali lazima uwe umerasimishwa. Kwa hiyo sisi sheria yetu ya ununuzi wa umma inatuelekeza kwamba wanawake mnaweza mkakutana kikundi cha kuanzia watu 5 mpaka 20, na kuna taratibu ambazo zimerahisishwa sana, ikiwemo kwa na tini na usajili ambao hauna masharti magumu, na usajili huo unafanyika kupitia wenzetu wa halmashauri. Kwa hiyo unaweza ukawa tayari mmekuwa na kikundi chenu ili kuweza kuwarasimisha na kuwasajili katika mfumo unaotumika katika ununuzi wa umma ambao unaitwa NeST, muweze kufanya biashara ya serikali. Tunahitaji kwa sasa tuwe walau na makundi 100,000, lakini lengo letu ni makundi yafike 300,000 ili tuweze kutoa ajira milioni 3. Sasa leo nikwambieni kwa kifupi sana tuko wapi. Mpaka siku ya leo makundi ambayo yamejisajili na yanafanya biashara ya serikali yako 1300. Kati yao vikundi 756 za vijana ambao wamepata zabuni za bilioni 18 ambazo ni zabuni 795. Vikundi vya wanawake ni 482 ambao wameshapata zabuni za serikali bilioni 16.5 na zabuni zenyewe ni 509. Wazee vikundi ambavyo vimejisajili rasmi ni 44 vimepata zabuni za bilioni 2 na ambazo zabuni zenyewe zilikuwa 54. Na wenye ulemavu na mahitaji maalum ni vikundi 18 tu ambavyo wamepata zabuni za milioni 491 ambazo ni zabuni 31. Sasa kina mama, naona kwamba fursa ziko. Tunapeleka mtaani zaidi ya trilioni 5. Mpaka leo zabuni ambazo tumezipeleka ni za bilioni 37 na milioni 340. Leo tukiziuliza taasisi nunuzi zile za ngazi ya juu ziko 1300. Ngazi za msingi ambazo zinamaanisha shule za sekondari, shule za msingi, zahanati,
mpaka ofisi za kata ziko takribani 60,000. Kwa hiyo hizo taasisi 60,000 ndio wateja wenu. Na ninapozungumza taasisi za juu, ina maana unazungumzia mashirika ya umma yote, wizara zote, ofisi za mikoa zote, ofisi za wilaya zote, halmashauri zote. Kwa hiyo kila sehemu ambapo unapoona kuna taasisi ya umma, huyo ni mteja wako. Lakini je, wamekuwa wakipata huduma? Ndio, wanapata huduma za aina mbalimbali, lakini nani ambao wamekuwa wakiwapa huduma? Ndio hao wafanyabiashara wakubwa ambao wanakuwa mabilionea, na mwingine ninaye pembeni yangu hapa, huyu amekuwa akifanya biashara ya serikali na hata utajiri mkubwa ameupatia huko. Sasa tunataka Mama Zena na wewe uje kuwa bilionea, lakini yeye kajisajili kwenye mfumo wa nusu wa umma wa NeFSI, na wengine ambao nawaona hapa jisajilini kwenye NeFSI. Na tumefanya hivyo, sio lazima uwe na kampuni kubwa. Tumesema tushushe, tuseme huu ni upendeleo maalum, ni special preference ambayo iko kisheria, kwamba jiunde kwenye kikundi cha watu 5 mpaka 20, na taratibu zimerahisishwa. Kwa hiyo njoeni PPRA tuwaelekeze, lakini mnaweza kwenda kwenye ofisi zote za halmashauri, ili swala lifahamu, na hivi karibuni tutaanza kampeni kuvuka nchi nzima kuwafunza, kwa sababu leo taasisi nunuzi zikiambiwa zitoe zabuni zinasema mbona hawapo? 1,300 tu kati ya 200,000. Kwa hiyo jamani, ni fursa adhimu imeletwa kwenu, itumieni ipasavyo, tuweze kufanya biashara na serikali na tuweze kukamilisha ndoto yetu ya kuwa mabilionea. Asante sana.